vifusi. Na ningependa pia nitumie jukwaa hili kuwahimiza wananchi na nyinyi waandishi wa habari. Tusinunue mchanga, tusinunue kokoto na vifusi kwa kusema tunaagiza trip moja. Tununue kokoto, tununue mchanga kwa mita za ujazo. Ukiangalia magari yale yanayobeba mchanga, kokoto na vifusi, yameandikwa pembeni kwamba gari hili lina uwezo wa kubeba mita za ujazo kadhaa. Kwa unapoagiza mchanga, agiza kwamba unahitaji mita za ujazo ngapi. Kama ni mita za ujazo 20, basi utaangalia pale pembeni, utaona gari linalokuletea lina uwezo wa kubeba mita za ujazo ngapi. Ndio sasa mtaelewana bei. Kwa hiyo niombe ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania mnaotusikiliza sasa hivi, mnunue kokoto, mnunue mchanga, mnunue vifusi kwa kuzingatia mita za ujazo, kwa maana cubic meter. Lakini katika kutekeleza jukumu hili, tunawashukuru sana Nipashe, mmekuwa mkifuatilia sana majukumu yetu. Tunawashukuru sana. Habari zile zimekuwa zikitoa ni nzuri sana, zimesaidia kuelimisha umma. Kuna vifaa vya ujenzi tumeendelea kufanya kaguzi. Kali sana. Kali sana. Changamoto ambayo tunayo, hatuwezi kuwa tunatangaza kila kaguzi. Unaweza kukuta ni kiwanda kikubwa, ni brand kubwa, alafu kuna mfanyakazi mmoja tu anataka kuharibu hiyo brand. Kwa hiyo tunachukua hatua nyingine, huwa ni za kimya kimya. Lengo ni kumlinda mlaji wa mwisho. Kwa hiyo tunachukua hatua kwenye vifaa vya ujenzi. Tunakagua sana sasa hivi, tumekuwa wakali kuliko muda wote kwenye nondo. Tumekuwa